iendelee. Na kukaribisha katika makala ya Suluhu, tukitazama kwa namna gani suluhu ya mawasiliano ipo. Na kama unavyojua, mahali kuwa mjini ama kuwa kijijini inategemea upatikanaji wa shughuli zote muhimu. Na katika zama za sasa, sayansi na teknolojia na mawasiliano ndio kila kitu. Tunafika huku Msanda A, Sumbawanga, na ni vijijini kidogo kujaribu kuangalia kwa namna gani shughuli zipo. Na katika makala ya Suluhu safari hii tutaongeza wigo kidogo. Tunatazama mawasiliano ya simu, lakini tutatazama pia usikivu wa redio na kwa namna gani usikivu unafika huku. Na ili ujue nchi inakwendaje, masuala mbalimbali yanakwendaje, lazima usikie redio na vyombo vya habari uvipate. Lakini kabla tuelekea huko, tunatazama namna gani mawasiliano yako huko. Na kama unavyojua, serikali ya Tanzania inatekeleza mradi mkubwa wa kimkakati wa kupeleka mawasiliano ya simu vijijini. Na huku ni wakulima, wafugaji. Shughuli zote hizi za kijamii zinahitaji simu. Na tunafika huku kujua kwa namna gani hali ya maisha ilikuwa hapo kabla. Karibu tutazame suluhu na namna ambavyo vijijini mambo yanageuka. Mawasiliano huku yanafanya vijiji kuwa mjini. Tunashukuru serikali kutupatia mnara kwenye nyuma yetu hii ya Msanda Muungano na vijiji vyetu kata jirani. Mawasiliano yameshakuwa mazuri sana. Kwa mawasiliano pamebaki mambo mengine ya kiserikali yakifanyika kama pembejeo kukaribia kwenye nyuma yetu. Karibuni vitu vyote vitakuwa vimeshakaa sawa kwa wananchi. Kwa serikali tunaishukuru sana, ikiendelea hivi tunaona matunda yapo kwa awamu hii. Kulingana na nini? Kulingana na fedha ambazo sasa hivi tumeanzisha mradi wa kujenga ofisi, ilikuwa hapa kijijini haipo. Ni pamoja na fedha hii ya mnara ambao ni milioni 1,800,000 imeingia hapa kijijini. Tumeendelea kuanzisha ofisi kama unavyoiona hiyo. Kwa kweli hali ya mawasiliano hapo nyuma tuliteseka sana kama watu tunaoishi Mahameni na hususan hapa kijijini, hata kwa kituo cha afya. Yaani changamoto ilikuwa ni nyingi na ilikuwa ya kutisha. Hususan ni upande wa mawasiliano. Unaweza kumpeleka mgonjwa, pengine manesi wakute au bado wamelala, kuamsha ilikuwa ni changamoto, make mtandao ilikuwa haupo. Na namshukuru Mungu pamoja na Masamia tuona kwa jicho la tatu kutetea mnara, kwa sababu hapo nyuma ilikuwa ni changamoto kubwa zaidi ya mawasiliano. Kwa kweli kwa sasa tunashukuru. Hata ukiwa kwenye kisima cha maji, mtandao lazima ukupate kule uliko. Hapo nyuma hali ya mawasiliano ilikuwa ngumu kwa sababu watu tulikuwa tunatumia kuandika barua. Unataka kwenda mjini unaandika barua, unamtuma mtu na basikeli kwa ndugu kumfahamisha habari ya kijijini huko. Hii sasa hivi tunamshukuru Mungu, sema alhamdulillah, tumepata mnara huko pale. Mawasiliano tukiwa shambani unapiga simu tu, bana neteni ugali na marage hapo, unakufikia popote ulipo. Kwa hiyo ni jambo la heri. Namshukuru sana hii serikali ya awamu ya 6, hasa kwa msimamizi ambao ni mwenyekiti wetu Mama Samia Suluhu Hassan, kutuletea minara mpaka vijijini. Hatukutarajia kwamba tunaweza tukapata bahati kama hizi. Kwa hiyo tunamshukuru sana, Mungu amsaidie na Mungu ampe bidii, watuongezee na minara mingine kama kutakuwa uwezekano, ili tupate minara yote, kwa sababu hapa tuna mnara wa Voda, Tigo haushiki vizuri, Airtel na mitandao mingine kama kutakuwa uwezekano inshallah. Yaani kabla ya mtandao kuja, yaani hali ya mawasiliano ilikuwa mabaya mno. Ilikuwa mabaya zaidi. Yaani hadi watu tulikuwa sijui tupande kwenye miti ndio tupate mawasiliano. Yaani ilikuwa mbaya kabisa. Lakini namshukuru Mungu walivyotuletea huu mnara wa Voda. Kwa kweli mawasiliano yani yamekuwa mazuri, hata kama uko Mangani, uko kwenye makolongo. Yaani mawasiliano ni kama kawaida. Yaani sasa hivi naweza nikamshukuru Mama Samia kwa sababu mfuko wa jamii naona umepiga kazi fresh. Hapo kabla yani hata kama mtu akiumwa, yani lazima paka umfuate, hata kama iko shambani unamfuata na miguu au unatafuta chochote paka umpate, ni kazi sana. Ila yani toka alivyoleta mnara yani wamerahisisha sana kwa mawasiliano. Nashukuru sana kwa sababu mmetuletea mnara. Watuletee na mnara mwingine, maana mitandao ya Airtel inasumbua sana na Halotel unasumbua sana kweli kweli. Shida ilikuwepo kabla hatujaletewa mtandao, kwa sababu ilikuwa ni ngumu kwanza hata pia kuwepo katika magrupu au kutumia
simu kubwa, smartphone kwa ajili ya mawasiliano zaidi, ilikuwa ni shida. Lakini kwa sasa tunaendelea vizuri, mawasiliano kwa ujumla hayana shida. Shughuli zinazoenda kutokana na kuletewa mnara ni pamoja na biashara za mtandaoni. Imekuwa ni rahisi kufanya biashara mtandaoni kutokana na kwamba unaweza kufanya mawasiliano mahali popote kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia kwa kutuletea mnara huu kwa ajili ya mawasiliano. Tunafaidika sana. Kipindi kilichopita kwa kweli kulikuwa na changamoto nyingi, lakini wakati mwingine hasa kwa masuala mengine kwa maana ya taarifa za kiserikali tulikuwa tunachelewa kwa maana ya kuzi-operate. Kwa mfano, mwaka juzi wakati tunaendesha lile zoezi la makazi, mtandao ulikuwa unasumbua ukilinganisha na kipindi hiki. Kwa hiyo ilikuwa mpaka uende wapi ndo ukamilisha taarifa vizuri. Lakini saa hizi tunamshukuru mama kwa kutuona tena mtandao uko vizuri. Lakini pia kwa maana ya mawasiliano, wakati mwingine tunaporipoti baadhi ya matukio ni rahisi sana ukilinganisha na kipindi kilichopita. Maana wakati mwingine ilikuwa hata ukitaka kufika kituo cha polisi, maana mawasiliano hamna, unalazimika kuchukua pikipiki kwenda mpaka kituo cha polisi. Lakini sasa hivi tunawasiliana tu kawaida. Kwanza tunawashukuru sana kwa maana ya mama yetu mpendwa, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia watu wa mfuko wa mawasiliano kwa wote. Maana hapo awali huduma hii ilikuwa haijatufikia, lakini sasa hivi kwa kweli tunafurahia sana mawasiliano. Suluhu, kazi iendelee. Mawasiliano kwa sasa yako vizuri ukilinganisha na kipindi cha nyuma. Sasa hivi tupo tunakuta mambo tunayoyafanya yanaturahisishia sana. Kwa mfano, niko hapa na husika na masuala ya utoaji wa dawa. Unakuta mtu yuko nyumbani kwake anataka kuniuliza kama na shida na dawa fulani, naweza nikaipata, ipo au haipo. Kupitia mawasiliano tayari naweza nikahojiana naye akiwa kule nyumbani, nikamwambia ipo au haipo. Vile vile nikiwa nataka kufunga dawa na wasiliana moja kwa moja na watu wa pharmacy wananifungia. Au na shida nataka kuzungumza na wazazi wangu au mume, inanipa urahisi. Kwa hiyo kuletwa kwa mawasiliano imekuwa furaha kubwa kwetu sisi. Kweli tumefurahi sana baada ya mtandao kufika hapa kwetu. Yaani kitu cha kwanza kabisa, yani hata kama upo sijui kwenye korongo sijui wapi shambani huko, mawasiliano yanakuwa ni rahisi sana. Na pia upande wa M-Pesa tumekuwa yani tukifurahia sana kwa sababu yani upo tu hapa kijijini kwetu, unashangaa umetumiwa hela, na uzuri zaidi mawakala hapa unaenda kutoa kwa urahisi. Suluhu, kazi iendelee. Msikilizaji wa 88.5 Mpimbo FM, bila shaka unatusikia vizuri kabisa. Na kama unavyojua, huu ni msimu wa kilimo. Na msimu wa kilimo, bwana shamba atakuwa anapita kila siku saa 12 asubuhi. Kutakuwa na mikutano ambayo utaweza kufahamu mawili matatu kuhusiana na kilimo. Naam, mtazamaji, haya ndio mambo yanayoendelea hapa katika Mpimbwe FM. Miongoni mwa redio zilizofanywa uwekezaji na mfuko wa mawasiliano kwa wote USAF, takribani milioni zaidi ya 230 zimewekezwa hapa. Redio kama hizi zinafika na zinahudumia wananchi wa huku moja kwa moja. Kama unavyojua, bonde la Mpimbwe ni maarufu sana kwa kilimo. Uwekezaji wa redio za namna hii unawafanya wananchi wafanye maisha yao ya kila siku. Lakini kama unavyojua, ukaribu unamfanya mtu awe na sikio zaidi. Kutangaza mambo ya Mpimbwe na shughuli za maendeleo ya huku unamfanya mtu awe na sikio zaidi. Uwekezaji kama huu umekuwa na tija kubwa. Tunapata simulizi namna 88.5 Mpimbo FM ilivyoleta mageuzi ya kiuchumi, lakini pia na shughuli za Mpimbwe zenyewe. Ujio wa Mpimbo FM imekuwa faraja kubwa sana kwa wananchi hasa wa bonde hili la Mpimbwe na wilaya ya Mlele kwa ujumla, na inafika masafa marefu zaidi kwa sababu pia napata wadau kutoka maeneo nje na Mpimbwe pia. Kwa hiyo namna moja ama nyingine wananchi wananufaika kupata habari, kupata burudani, lakini pia wanapata nafasi ya kuzungumza na viongozi wao moja kwa moja kutokea hapa. Kwa shughuli za kimaendeleo inasaidia katika kuhamasisha, hasa katika msimu wa kilimo, ukizingatia wakazi wa bonde hili hasa ni wakulima.
kwa pale inapofika wakati labda madawa yamefika, lakini pia elimu kutoka kwa maafisa kilimo inapatikana kupitia hapa 88.5, lakini pia inapotokea kuna ziara za viongozi mbalimbali unapata wasawa kusikiliza na kuhamasika kwa wingi zaidi. Lakini pia hata ukizungumza kwenye biashara pia wananchi wanapata nafasi ya kutangaza biashara zao, lakini pia maendeleo ya biashara yao pia. 88.5 Mpimbwe FM ni sehemu ya ajira kwangu kwa sababu imenisaidia kutokana na namna moja ama nyingine, kwa sababu ningemaliza chuo na kukaa nyumbani ingekuwa ni ngumu kidogo. Kwa hiyo nimemaliza tu chuo na kupata ajira 88.5. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu, pia nashukuru uongozi wote, nashukuru 88.5 kwa sababu wapo wenzangu ambao nimemaliza nao chuo mwaka jana ambao wako mtaani. Kwa hiyo kupitia 88.5 imenisaidia mimi kuwa mmoja wapo wa kupata ajira, pia ni sehemu ya kujifunza. Naweza nikatoka hapa nikaenda sehemu nyingine nikawa na uwezo wa kufanya vitu ambavyo nimevifanya hapa. Kwa hiyo pia 88.5 inasaidia wananchi kufahamu nini kinachoendelea hapa duniani. Tunajua kwamba changamoto ni nyingi tunazokutana nazo huko mtaani, lakini mtu anafahamu ya kwamba 88.5 tukio lolote likitokea sehemu fulani tuna uwezo wa kuambia, na wenyewe wakalileta kwenye redio ikawa sehemu moja hapo ya kutoa elimu. Kwa hiyo kupitia 88.5 watu tumeweza kupata ajira na watu wanaweza kujua nini kinachoendelea duniani. Kwa hiyo ni redio ambayo imetusaidia kwa namna moja ama nyingine. Ya uwepo wa Radio Mpimbwe FM, binafsi mimi nimefurahi uwepo wa radio hii kwa sababu kuna matukio ambayo tulikuwa tuyapati, saizi tunayapata freshi. Pia kipindi cha muziki nini kama hivyo. Kwa hiyo tunashukuru aliyetuwezesha kupata hii radio. Kwa hiyo tumepiga hatua kiukweli kupitia hii Radio Mpimbwe. Nashukuru kwanza kwa kutuletea radio hii ya Mpimbwe FM kwa sababu ni radio ambayo inayotuburudisha, ni radio ambayo tunapenda kusikiliza habari mbalimbali, matukio mbalimbali. Ni radio ambayo pia vile vile nilikuwa naomba tu iendelee kuboreshwa ili tupate kufanyaje, tupate kusikia mambo ya michezo kama hivi, burudani na nini. Ni hayo tu. Kwa asanteni sana kwa kutuletea radio hii na Mungu awabariki. Suluhu, kazi iendelee. Jambo la kwanza sisi wananchi wa kijiji cha Ruchima tumshukuru kwanza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta mawasiliano. Na sana ni kukubali kwanza kitendo cha kusaini wa mkataba ili sisi wananchi tupate mawasiliano huku. Maana kipindi cha nyuma tulikuwa tunapata shida sana, mawasiliano hayakuwepo, watu walikuwa wanahangaika kupata mawasiliano. Kwa mfano, watu wamelima wana mazao yao majumbani au wameweka store, lakini unakuta wale wafanyabiashara hawawezi kuwafikia kirahisi kwa sababu unakuta hawana mawasiliano. Sasa wakati mwingine inawawia vigumu kumfuata mtu nyumbani kwake kujua kwamba huyu mtu ana mazao. Lakini sasa hivi kumekuwa rahisi sana kupatikana kwa biashara kufanyika vizuri, kwa sababu unakuta mwananchi mwenyewe aliyelima mazao yake yako nyumbani anapiga simu moja kwa moja kwa wafanyabiashara kwamba bwana, mimi nina gunia 10 kwa mfano, wanakuja wanafanya biashara, wananunuliwa mazao yake. Lakini hata mifugo hivyo hivyo, kwa sababu unakuta wakati ule kulikuwa mawasiliano hakuna, lakini mtu ana shida nyumbani, hata shilingi 10,000, 1000 ngapi, lakini ana kuku nyumbani. Sasa hivi wanapiga simu moja kwa moja anakuambia bwana, njoo ninunulie mbuzi yuko hapa, ananunua, basi biashara inakuwa imefanyika tayari. Kwa hiyo kwa kweli mawasiliano haya yamerahisisha sana biashara pia kufanyika kwa wananchi. Kwanza nipende kumshukuru Dr. Samia Suluhu kwa kazi aliyoifanya. Ukilinganisha na mazingira tuliyokuwa nayo yalikuwa ni magumu mno. Mawasiliano ulikuwa ukitaka kuyapata unapanda kwenye mti, kwa mfano mti huu hapa umetumika sana. Afu pale maeneo ya shuleni ndio yalikuwa yanatumika. Unakuta shughuli za maendeleo zilikuwa zinakwama sana. Baada ya kuona Dr. Samia Suluhu, hata waliokuwa vijijini nao ni binadamu, akishirikiana na wasaidizi wake, kwa mfano mbunge wetu Geoffrey Pinda
ni mtu anayechapa sana kazi, akishirikiana na mkuu wa mkoa, akishirikiana na mkuu wa wilaya, akishirikiana na mkurugenzi wetu ambaye tunaye hapa halmashauri ya Mpimbwe. Huyo mama hakika ni mchapakazi. Kwanza mimi namshukuru Dr. Samia. Kweli si binadamu tumeumbwa, tuna mapungufu, hatujakamilika. Aliyekamilika ni Mwenyezi Mungu. Kwa haya anayoyafanya apewe sifa zake zote. Hatukutegemea kama tunaweza tukapata huduma kama hii mnara huu hapa. Huu mnara sasa hivi unatusaidia sana kwa mawasiliano. Tulipenda ikiwezekana na mnara wa Airtel nao ungefika hapa, maana nao unatusaidia sana. Watu wameweka simu zao, unakuta ndugu zao wanawatafuta kwenye Airtel wanakuwa wapatikani, ndio unasumbua sana. Kabla ya mnara tulikuwa na shida kwa kweli, maana tulikuwa tunapanda juu ya miti ndio tunapata mawasiliano, lakini saa hizi tunamshukuru Mungu na huyu mama yetu Samia Suluhu tunamshukuru sana. Saa hizi hata kama umelala unapata mawasiliano. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kuweza kumpa nguvu na mawazo kutukumbuka sisi tulioko huku vijijini, na tunaendelea kunufaika. Nadhani nazidi kumpa nguvu na Mwenyezi Mungu ampe nguvu. Mama Samia azidi kutupa mawasiliano na mbinu zingine tuongezee. Kwa sisi kama hapa Ruchima tulikuwa tutarajia hivi tutapata mnara. Mnara ulipokuja tulifurahia, na mpaka sasa tunazidi kumuombea Mama Samia maisha mema, na kazi anayochapa hii aendelee kuchapa kazi kama anavyopiga kazi hivi. Tunafurahia sana. Tulifurahia sana tulivyoona mtandao wameleta, wamekuja magari wakapima, wakasema mnara unakuja, na tukafurahia, tukasema mwanamke mwenzetu anatupigania Samia. Tukafurahia sana na mpaka sasa hivi tunaendelea kufurahia. Tunaongea sehemu yote, hata kitandani wapi tunaongea bila shida. Ndio hicho tunamshukuru Samia. Suluhu, kazi iendelee. Ni mkakati mkubwa ulio katika kurasa zaidi ya 300 zinazoitwa jina la ilani. Miaka 5 iliyopita walipita watu kuzungumza kwa namna gani watayatekeleza hayo. Wakapewa ridhaa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakasema sasa moja kati ya mkakati mkubwa ni kuhakikisha kwamba redio za taifa, TBC Taifa, lakini pia na Bongo FM zinasikika katika maeneo yale yasiyosikika. Na kama unavyojua, taarifa ni muhimu mno kwa wananchi kufika. Kwanza kujua serikali yao ikoje, lakini kufahamu mambo makubwa yanayoendelea ndani. Na kama unavyojua, taarifa sasa hivi ni uchumi, ni fedha, ni maisha ya kila siku. Kama wanafanya kilimo, kujua wakati na mambo ambayo wanapaswa kuyafanya. Mfuko wa mawasiliano kwa wote USAF ilihakikisha kwamba inatekeleza hilo. Mamilioni ya shilingi yamewekezwa hapa kuhakikisha kwamba TBC Taifa na Bongo FM inaongeza usikivu wake. Huku ni Mlele, Katavi, na tumefika huku kuona uwekezaji mkubwa wa namna hii wa mamilioni ya shilingi, ambao mtambo mkubwa kuhakikisha kwamba mawimbi sasa yanaweza kufika kule yasikofikika. Huku ni maeneo ya mpakani, na kama TBC Taifa isikiki na Bongo FM, basi huweza kusikia redio za jirani. Lakini sasa mambo yamefutika, ama mambo yamekuwa sawa. Sasa wanasikia redio za kwao kabisa. Wanaisikia TBC Taifa, wanaisikia Bongo FM kutoka katika maeneo yanakotangazia. Na huu ni mkakati ambao unatekelezwa kwa mkakati maalum wa kuhakikisha kwamba sasa mapembezoni matangazo yanasikika. Hii ni makala ya Suluhu, tukitazama namna suluhu ya usikivu inapofika, tukitazama pia suluhu ya mawasiliano katika maeneo ya pembezoni. Mfuko wa mawasiliano kwa wote USAF wanatekeleza haya kwa umakini mno, na tunasikia sauti za wananchi wakisema sasa wanajisikia kuwa hodari katika taifa lao, sasa wanajisikia vizuri katika taifa lao kusikiliza TBC Taifa na Bongo FM. Kabla ya kituo kufunguliwa kulikuwa na ukosefu wa habari za kuzipata kwa urahisi zaidi, tofauti na sasa hivi. Sasa hivi tunaipata huduma vizuri zaidi. Tunapata habari mbalimbali. Kwa kweli tulikuwa tunapata shida sana, lakini baada ya kuzinduliwa kituo, sasa tunafaidika na mambo mengi. Tunajua nchi yetu inapokwenda, nini kimetokea, rais wetu yuko wapi na nini anachokifanya. Kwa hiyo tunafaidika kwa mambo kama hayo. Kwa sasa hivi tunashukuru Mungu, inafika vizuri tu, tunapokea kwa uhakika kote. Hakuna wasiwasi wote. Kwa kweli kwa mwaka nilioanza kuhamia huku
kulikuwa kuna changamoto, redio ilikuwa haisikiki vizuri na kulikuwa tu hakuna taarifa ya kusema kusikiliza taarifa ya habari kwa TBC. Walikuwa kuna redio fulani hivyo wanatumia, sijui ni ya kanisa ile. Mwaka wa pili wakafunga mitambo. Kwa kweli toka wamefunga mitambo, taarifa ya habari tunasikia vizuri, japokuwa huwa kuna siku changamoto zinatokea za hali ya hewa. Lakini kwa sasa TBC tunasikia vizuri bila shida yote. Suluhu, kazi iendelee. Naam, hiki ni kijiji cha Kusi, Tanganyika, maeneo ya pembezoni kidogo, na haya ni maeneo ambayo yalipokea wageni kutoka katika nchi mbalimbali, na mawasiliano huku yalikuwa ni changamoto kwa muda mrefu. Tunafika kujaribu kuona kwa hali ilivyo, lakini tunaona namna ambavyo mawasiliano ni muhimu katika maeneo kama haya. Shughuli za kifedha na shughuli za wananchi wa kawaida zinategemea mawasiliano. Ukifika maeneo kama haya, unaweza ukatambua mkakati mkubwa wa serikali wa kufikisha mawasiliano vijijini yana tafsiri gani. Maisha ya huku bila mawasiliano si kitu. Tunapata simulizi namna ambavyo mawasiliano yamebadili maisha ya huku. Kabla ya mnara kuwepo huku, mawasiliano yalikuwa na changamoto. Mfuko wa mawasiliano kwa wote USAF unatekeleza mradi mkubwa wa kimkakati wa serikali ambao unahakikisha kuwa mawasiliano katika maeneo ya pembezoni kama haya yanafika. Simulizi ni za kusisimua mno. Changamoto ilikuwa ni kubwa kwa sababu kulikuwa hakuna mnara. Kwa hiyo mawasiliano yalikuwa ni shida sana. Ukiangalia unakuta ni mpaka wananchi waende wakategeshe simu zao baadhi ya maeneo ndio unakuta mtandao unaingia. Kwa shida ilikuwa kama hiyo kipindi ambapo mnara haujawekwa. Kipindi nimekuja hapa Kusi kwetu tulikuwa na shida kubwa sana ya mawasiliano. Lakini Mungu si Asumani, sasa hizi walivyotuletea mtandao wa Airtel, mawasiliano yapo vizuri sana. Tunaendelea kumshukuru Mungu. Sasa hizi tena kuna mradi wanataka kutuletea kutusaidia maji. Endelea kuwashukuru, kijiji chetu kipate kuendelea katika kijiji cha Kusi. Kweli hali ya mtandao ilikuwa ni ngumu zaidi. Ya hali ya kuwa ya watu tulikuwa tunafuata mtandao kijiji kingine kuweza kuwasiliana. Lakini pia huduma za interneti tulikuwa hatuna. Kutuma au kutoa hela mpaka uende kwenye kijiji kwa sababu ya mtandao. Mtandao ulikuwa changamoto, watu tulikuwa tupati mawasiliano, sometime watu mpaka tupande miti ili kupata mtandao. Kwa sasa hivi hali ni shwari. Mnara huu wa Airtel unasaidia sana. Kwa sasa hivi hamna anayehangaika kwenda kijiji kingine kufuata mtandao. Sasa hivi tunaperuzi interneti, mtandao upo sawa. Baada ya mnara huu kabla haujajengwa tulikuwa tunapata changamoto sana kuhusu mawasiliano, yalikuwa ya shida sana. Ila kwa sasa hivi baada ya kwamba tumepata mnara huu, sasa hivi ni afadhali sana. Yaani mawasiliano yako vizuri kila sehemu. Hata kama uko kitandani mtandao unachukua kama kawaida. Kabla ya mnara haujakuwepo tulikuwa tuna changamoto za mawasiliano. Pengine kuwasiliana na ndugu zetu ambao wako mbali ilikuwa ni shida. Hata kama ni unaweza kumrushia hela, ibidi ufunge safari ya nauli kumfuata kule alipo, lakini unakuta sasa kile unachomrushia kinakuwa kidogo, kinakuwa chini kuliko nauli unayoitumia. Lakini kwa sasa unaweza ukatumia simu hii kwa ajili ya kumrushia ndugu yako, pengine yuko hospitalini ni mgonjwa, unamrushia kwenye simu. Lakini pia kutokana na mnara huu wa Airtel unaweza ukajiunga na simu benki. Kama huna shida ya kwenda mjini, unaweza ukafanya matumizi ya kutoa fedha kwenye simu kupitia simu benki ya mkononi. Maisha yanaendelea huku vijijini. Ushabiki wa mpira, lakini ndio maisha yanayofanya kwamba Tanzania izungumze lugha moja. Na tumezunguka katika makala hii ya Suluhu kuona namna ambavyo taifa la Tanzania linaunganishwa. Katika zama za sasa uisikie redio, ujue taifa linakwendaje, uchumi na maelekezo mengine ya sera mbalimbali zinazoendelea. Kama ni vijijini huku upate mkakati wa kilimo, kujua kwamba sasa ni msimu, pembejeo na masuala mengine kama hayo. Lakini mkakati mkubwa kabisa unaoendelea ni kuhakikisha kwamba mawasiliano yanafika mpaka vijijini. Ulikuwa ni mradi mkubwa unaotekelezwa na mwenyewe Rais Samia Suluhu Hassan kwamba sasa ni mkakati wa mawasiliano yafike kote. Mawasiliano ni fedha, mawasiliano ni kilimo, ni kila kitu. Tumezunguka katika maeneo tofauti kuona namna vijiji vinavyogeuka kuwa miji, namna ambavyo wananchi wanafurahia mawasiliano na wanafikia kwa uzuri kabisa.
na tumeona namna ambavyo mfuko wa mawasiliano kwa wote USAF wanatekeleza mkakati wa mamilioni ya shilingi ili kuhakikisha kwamba mambo yanafika. Redio zinasikika vizuri na ikiwemo redio ya taifa TBC Taifa na Bongo FM. Tumepata simulizi namna ambavyo wanasikia hotuba za rais, lakini wanapata maelekezo kutoka katika maeneo tofauti. Lakini tumeona namna ambavyo mawasiliano yanageuka. Ilikuwa ikiwalazimu kupanda kwenye vichuguu ama kwenda kilomita nyingi kwa ajili ya kuziweka simu zipokee mawasiliano alafu wazirudishe. Lakini sasa mambo yamebadilika mno. Mawasiliano ni popote, huduma za mtandao wanazipata na mambo yanaenda sawa. Hii ni makala ya Suluhu, ikitazama namna suluhu inavyofika katika vijiji na taifa la Tanzania linavyoshuhudia mageuzi makubwa. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika makala hii, mimi naitwa Amini Anton Mgeni. Asante, mpaka wakati mwingine. Suluhu, kazi iendelee.